Baba na mama walitakiwa watoe 50-50 kwa watoto. 50-50 whether waliachana kwa kupenda au mmoja alikufa, hatuwezi kukwepa madhara yatakayompata mtoto. Mimi niongee tu ili wazi kabisa. Hatuwezi tukazungumzia swala la mental health, tatizo la afya ya akili, tukaacha kuzungumzia swala la hii single parenting. Haiwezi. Na huwa nasema ni bora kidogo mtoto ambaye alilelewa na baba lakini alilelewa na mama. Option zake ni kuhakikishie atakupa nafasi ya wewe. Lakini lazima kwanza explore option zake zote. Sasa kuwa patient tu, tulia, mwache amalize, ache tu amalize. Alafu atakwambia sasa, hebu niambie what else do you have? Alafu from there utapika. Alright. Yeah. Pastor Deogratias Sukambi, niko na issue hapa ilikuwa presented kwangu na mwanaume actually. Ni mwanaume ambaye ameoa, yuko kwenye ndoa, na nitakusomea concern zake. Hii inabidi niisome ili uweze kuielewa vizuri. Amesema naomba muulize Deogratias Sukambi kuhusu changamoto za mwanamke kulelewa na single mother. Yeah, okay. Yani huyu mwanamke aliyemuoa amelelewa na mama yake peke yake. Yeah. Anasema anampenda sana huyu mwanamke. Lakini kuna changamoto kadhaa ambazo anakutana nazo, ambazo kwa faida ya wengine ameomba niulize waziwazi bila kumtaja yeye jina lake. Anaomba kwa sababu nikamuuliza, sasa unaona nini? Unaona dalili gani? Akasema mwanamke anakuwa hajui kujishusha. Hawezi sema samahani hata akikosewa. Anataka yeye ndo afatwe au muanze ili msolve, na bado hawezi kusema nimekosea. Yeah. Number 1. Number 2, hawezi amini mawazo ya mwanaume kirahisi kwa sababu anaamini yeye yuko sahihi kumzidi. Namba 3, anasema anakuwa tuseme hii inaitwaje, mood swings. Ana attitudes change. Yani sasa hapo kwa Kiswahili itakuwa changamoto kidogo, lakini anakuwa na sasa hivi yuko hivi, sasa hivi yuko hivi saa yote. Lakini huongea sana na mama yake zaidi na kuonana naye muda mwingi. Ana kiburi na roho ya kisasi. Wonderful. Hivi ndio vitu ambavyo amevi-identify kwa sababu aliniomba ni address kwamba kuna changamoto kubwa ya mtu kulelewa na single parent. Nikasema hii ni pana sana. Nipe basi vitu kadhaa ambavyo nikivielezea ili pastor aweze kwenda na hiyo engo ambayo utakuwa umetupatia. Hivyo vyote anavyovisema ni vinaweza vikasound kama tabia tofauti, lakini kiini cha hizo tabia ni kimoja. Ana kitu kinakiita insecurity huyo dada. Insecurity, hali ya kutokujiamini ndani, na inamfanya anakuwa defensive, kujilinda. Ndio maana kuomba msamaha hawezi kuwa vulnerable. Inamfanya awe mtu ambaye mara zote anakuwa na acute mood swing. Inamfanya kuwa na hasira kwa sababu ni rahisi sana kujeruhika. Inamfanya vitu orodhesha vyote unaweza kukusanya vitu kwenye package moja. Ni kwamba hizo tabia tunazomuona nazo wewe mwanamke ni tafasiri ya hali alionayo ndani. Inamfanya tu huyo mwanaume awe muathirika wa hizo tabia za wewe mwanamke. Sasa concern inakuja hapa ni kuzungumzia swala la single parent. Nisizungumzie single mother, nizungumzie single parenting kwa sababu kuna watoto wengine ambao wamelelewa na baba peke yao na kuna watoto wengine wamelelewa na mama peke yao. Kimsingi lazima tuelewe ya kwamba baba na mama, tunaposema mtoto wazazi wake ni baba na mama, baba alikuwa na jukumu lake na mama alikuwa na jukumu lake kwenye kuhakikisha mtoto anakuwa katika namna ambayo ina uwiano sahihi. Ndiyo. Jukumu la mama ni kunurture
ni kuboresha matumizi ya hisia kwa mtoto, ni kumfanya mtoto awe na matumizi makubwa ya kihisia, kwa maana ya mahusiano, kuwapenda watu, kuwajali watu, kuwaonea huruma watu, kufanya vitu kama hivyo. Baba jukumu lake ni kumtengeneza mtoto uwezo wa kutumia zaidi akili, reasoning, ambao huku ndo kuna kujielewa, kuna kuwaelewa watu, kuna kuwachukulia watu, kuna kuvumilia, kuna kuomba msamaha, kuna kupenda, reasoning. Okay. Umenielewa eh? Kwa hiyo mtoto yoyote wa kike akilelewa na mama peke yake, maanake anakosa kabisa uwezekano wa kutumia akili. Yani uwezo wake kutumia akili unakuwa haupo. Hisia zake zinakuwa na nguvu kubwa sana, na kwa sababu hisia zake zinakuwa na nguvu kubwa sana, anajeruhika kirahisi sana, anaumizwa kirahisi sana. Baada ya muda anaanza kuwa defensive, kwa sababu all her life amekuwa akikutana na watu wanamuumiza sana. Sasa unakutana na mwanamke katika umri huo, unamuoa, amepitia maumivu mengi, anaona watu wa ajabu, watu wa ovyo, watu wakatili, watu wanyanyasaji, kwa hiyo anakuwa so insecure. Unashindwa kuelewa nini kilitokea. Lakini kwa sababu hakupewa ule uwezo wa kureason na kutengeneza mahusiano yenye afya, kwa sababu baba ndio huwa anampatia mtoto huo uwezo. Na lakini hili tatizo tulikuta si tu kwa watoto wa kike, hata watoto wa kiume. Mtoto wa kiume aliyelelewa na mama peke yake, trust me, wanakuwa na kasumba zao fulani amazing sana, wana attachment sana na watu, wapo wazuri kwenye kuestablish mahusiano, lakini wrong relationship. Kuumizwa ni rahisi sana, kuumiza ni rahisi sana, wanakuwaga too defensive, wanakuwaga wakali, wanakuwaga very emotional, wanakuwaga very sensitive, wakali, wanatunza vitu. Kwa nini? Eneo la logic alikupata nafasi ya kutengenezwa vizuri, akawa too emotional. Mtoto anayelelewa na baba peke yake anakuwa na tatizo fulani, wanakuwa very insensitive, watata kweli. Akili inafanya kazi hata kama ni wa kike. Ukikuta mtoto wa kike amelelewa na baba peke yake, huwa anakuwa kama mwanaume hivi, like all the time she just use brain, her mind, like kwa sababu anakuwa akiwa anasuppress hisia, anazikataa hisia, kwa sababu wababa sio watu ambao wana entertain hisia. Acha kudekadeka, acha nini, nenda fanya hivi, fanya kazi, acha ujinga wewe. Kwa hiyo mtoto wa kike ambaye amekuwa kwenye mazingira ya baba, mara nyingi sana anajikuta anasuppress hisia, anakuwa more logical. Ndio mkeo. Alafu yuko hivi, my friend, kama ni muoga utakuwa unampiga daily, kwa sababu anakuuliza swali moja, unatumia dakika 5 kujua hivi ni mjibu vipi. Why? Because she has got a very high level of reasoning. Mtoto wa kiume ambaye naye pia amelewa na baba peke yake, ana hiyo kasumba, watata, very insensitive, zero romantic, like tunapita hapa, nimemaliza, do we just hapa. Why? No discussion. I just don't care how you feel. Mimi sijali una feel kitu gani, sijali, tunapita hapa. Umeelewa eh? Kwa hiyo unaweza kuona hiyo imbalance. Sasa kinachotokea ni kwamba baba na mama walitakiwa watoe 50-50 kwa watoto. 50-50. Whether waliachana kwa kupenda au mmoja alikufa, hatuwezi kukwepa madhara yatakayompata mtoto. Mimi niongee tu ili wazi kabisa. Hatuwezi tukazungumzia swala la mental health, tatizo la afya ya akili, tukaacha kuzungumzia swala la hii single parenting. Haiwezekani. Kwa sababu miongoni mwa vitu vinavyosababisha kiwango cha afya ya akili kukua sana ni single parenting. Oh, really? Yes, ni single parenting. Na huwa nasema ni bora kidogo mtoto ambaye alilelewa na baba lakini alilelewa na mama. Unajua kwa sababu gani ni shida? Kwa sababu tatizo la afya ya akili lina uhusiano mkubwa sana na hisia. Yes, mtu yote ambaye hisia zake yuko vulnerable, yuko weak, hakwepi mental health, hakwepi. Sasa hapo mental health ni nini sasa? Afya ya akili. Hilo somo lingine hilo sasa. Hilo somo lingine pana. Kwa hiyo tabii tuje lakini niwasaidie wasikilizaji waweze kuelewa. Tunapozungumzia mental health, tunapozungumzia tatizo la afya ya akili, ni mkwamo wa kihisia anaokuwa nao mtu kutokana na matukio aliyokutana nayo kwenye maisha na akashindwa kupata msaada wa tafasiri sahihi ya hayo matukio. Aliumizwa, alinyanyaswa, aliteswa, alifanywa vitendo vya ukatili au
alidekezwa, hakuandaliwa kujua ulimwengu una mabaya gani, una magumu gani, una vitu gani. Alikuwa akiamini kwamba everything is perfect. Umeelewa? Huyo mtu anakuwa anaishi maisha yake ya utu uzima, lakini reference yake ni yale matukio ya utotoni ambayo hakuandaliwa kuishi katika maisha fulani ya ukubwa. Kwa kusummarize tu ni kwamba mtu mwenye tatizo la afya ya akili ni sawasawa na tunda ambalo limeiva kwa jua, halikukomaa lakini limeiva kwa jua. Linakuwaje? Kwa nje linaonekana limeiva, kwa ndani ukilikata unagundua sio. Ndio simple definition ya mental health. Huku ndani mtu yuko weak, ila huku nje yuko vizuri. Ule mwitikio wake, zile hasira, kununa, moods, hofu, uchungu, visasi, kutaka kujiua, kukera, sio nini, zile ndio dalili ya kwamba huyu mtu ndani mwake something is wrong. Kwa hiyo anafanyaje sasa? Ndio mume anauliza, wafanyaje hapo Pastor Deo? Tanzania Irene, naweza nikamjibu mtu kwa message fupi kiasi hicho? Hapana. Lakini ninachoweza kusema tu, muelewe ya kwamba huyo mwenzako ana go through something. Kuna kitu anakipitia ambacho ni kikubwa kuliko hizo tabia unazomuona nazo. Hizo tabia unazomuona nazo ni dalili ya tatizo, sio tatizo lenyewe. Kuna tatizo kubwa zaidi liko nyuma ya hizo tabia. Kwa hiyo elewa ya kwamba unadili na mtu ambaye ni mgonjwa na hajijui kama ni mgonjwa. Ukimwambia kwamba ni mgonjwa mtagombana. Kwa hiyo sasa namsaidiaje? Manake mambo kama inabidi nikae mimi na huyo mwanaume sasa niweze kumpatia a very slight any process ya namna gani ya kumsaidia huyu mwanamke mpaka afike kwenye point ya kujua ana tatizo, ili kwamba apate msaada. Lakini cha msingi cha kujua ni kwamba wewe kama mume huwezi kumsaidia hilo tatizo kwamba apone. Hapana. Watu wengine wanafika ofisini tatizo kwa mfano la kutokuomba msamaha. Hiyo si pride hiyo? Tunaichukulia kama pride, kama tu vile ambavyo watu wanasema amemuua kwa sababu ya wivu wa mapenzi. Yani tuna tafasiri zetu fulani za juu. Sio pride. Mtu ambaye anaombi msamaha ni ana insecurity, anahofia kwamba nikijifunua kwako nikaomba msamaha, utaona wewe utashinda na utaniona kama mimi ni mdhaifu. Umenielewa? Na hataki wewe ushinde, hataki aonekane yeye ni mdhaifu. Kwa hiyo kuomba msamaha inahitaji mtu ambaye yuko very strong emotionally. Ni kitu kigumu. Kinahitaji mtu ambaye amekomaa sana kihisia. Mtu ambaye ana majeraha yake hawezi kuomba msamaha kirahisi. Hawezi. Kwa sababu ni hali ambayo inamtake mtu a lot of energy kusema I'm sorry. Haya, kuna swali moja hapa. Kuna mtu aliuliza, mwanamke ameuliza kwamba kwa nini inakuwa mwanamke anaachika ovyo. Yani anakuwa na huyu, baada ya muda anakuta viendi, anakuwa na mwingine, anaachika, anakuwa na mwingine, anaachika tena, anakuwa na mwingine. Yani hana makao ya kudumu na mwanaume yoyote. Very good question. Swali ambalo mimi nitamuuliza wewe mwanamke, kwa nini unakutana na wanaume ambao wanakuacha? Yani kitendo cha wewe kukutana na wanaume ambao hawawezi kukaa na wewe kwa muda mrefu ni dalili ya kwamba wewe ndio una shida. Wewe ndio una matatizo. Na kwenye saikolojia tunasema vidonda huwa vinawasiliana. Vidonda huwa haidi wewe uweze kumingo na watu ambao ni tofauti na wewe. Yani ni kweli. Yani kama wewe ni mgonjwa ndani utajikuta una date watu wagonjwa, ni marafiki zako ni wagonjwa, kwa sababu akija mtu mzima utaona anajisikia machino sana yule bwana, hapana, mimi simfeel kabisa. Kwa sababu kweli ni kwamba vidonda huwa wasiliana. Kwa hiyo unaingia ukiona mahusiano yako ni yale ya watu wale. Hiyo ni dalili ya kwamba kuna kidonda ndani mwako ambacho kinavuta watu wa aina fulani tu. Kwa hiyo dawa ni wewe kutafuta suluhisho wewe, ili kwamba uanze kuvuta watu ambao ni wazima.
Kwa hiyo huyu ndo yule ambaye ananyoshea watu kidole kimoja, vingine vyote vinamrudia yeye. Mimi wakati mwingine hata wanawake wanasema wanaume wanatunyanyasa, naambia no, tusiwalaumu wanaume kwa nyanyasa. Mimi nitaanza kukuuliza wewe umempaje mwanaume mamlaka ya kunyanyasa? Huyo mwanaume ambaye anakunyanyasa leo, nani alimleta kwenye maisha yako? Ulitekwa? Hapana. Ulifuatwa ukakubali. Sasa kwa nini unasema unanyanyaswa? Ulijinyanyasa mwenyewe. Kuna kidonda kuna kidonda kilimvuta huyo mtu kwenye maisha yako. Kwa hiyo tunawalaumu wanaume, lakini kiukweli ni kwamba sawa, sometimes hatuwezi kusema sana, lakini actually huwezi ukaniambia una mwanaume mnyanyasaji alafu unapiga tu makelele. Kwa nini unaendelea kunyanyasika? Yaani why are you still there? Something is wrong with you too. Umempa mtu mamlaka ya kukunyanyasa, that's why he does that. Yeah. Sawa. Mwingine anasema sasa nifanyaje? Watauliza, najua watu wanauliza nifanyaje? Ya ufanyaje? Cha kwanza, baki. Endelea kunyanyasika. Ndio cha kwanza cha kufanya. Cha pili, ukiona huna uwezo wa kustahimili hayo manyanyaso, toka. Ili uweze gani umezikaba, unapigwa, ananipiga. Sasa unyanyuke uende. Why are you blaming us? Huyo mwanaume ni mgonjwa na matatizo yake, anakudunda wewe. Na wewe umekaa hapo unalalamika, unapiga makelele. Sasa nani mgonjwa? Wewe mgonjwa na yeye. Wote wale wagonjwa. Yeah. Na anaweza kawa hata asione shida, kwa sababu kuna mtu kukupiga na akaona kweli ili tatizo. Lakini kuna mtu kukupiga na akaona ni sawa. Yaani hakuna tofauti. Mimi kuna wanaume ambao wanakuja ofisini kwangu, anamnyanyasa mke wake to them, yani unyanyasaji uliokithiri. Alafu anakuambia, "Dokta, mimi tatizo ni yeye, huyu mwanamke yake nielewa, mimi sitamfanyia hivi vitendo." Unasema seriously? Yani where do you get that courage? Ujasiri wa kumnyanyasa mtoto wa mwenzako, alafu unaona ni sawa eti kwa sababu hakuelewi. Kama hakuelewi, simrudishe kwa nyumbani kwao. Simrudishe na nitampiga mpaka akili mkae sawa. Unarudi kwa huyu mwanamke unamwambia, wewe vipi? Sasa mimi siwezi kuondoka. Kwani sasa ndio nitafanyaje? Haya, baadaye tutasikia matukio, mtu kafa kaziba, afu tunaanza tupinge ukatili wa kijinsia na unyanyasaji na nini. Kwa nini tusiwaempower hawa watu kufanya right decision? Sasa maisha yao. Alright. Okay. Niweke tu clear, Irene. Tunasema Mungu anachukia kuachana. Si ndio? Wengi sana tunashikilia hivyo. Na mimi ni mchungaji. Kweli Mungu anachukia kuachana. Lakini Mungu aliyosema anachukia kuachana ndio huyo Mungu aliyesema anachukia watu kupigana na watu kuuana. Kwa sababu kwa nini hii ya kuachana imepewa umaarufu sana kuliko hizi za kuuana na kupigana? Yaani huyu anayempiga mwenzake tunaona sawa. Huyu anayepigwa asiondoke, aendelee kupigwa tu, kwa sababu kuna dhambi kubwa sana ya kuondoka, ya kupiga na kuua, kuliko hii. Jamani, sio fair. That's not fair. That's not fair. Kuna wanaume wengine walipaswa kupelekwa kwanza Milembe, wakatibiwe ndio warudi kuwa waume za watu. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.